Leo niko hapa mbele yenu kuwatangazia vijana wote wa Kitanzania kwamba baada ya mashindano madogo madogo ambayo tumekuwa tukiyafanya katika mikoa kama nilivyosema kupitia Vijana Platform, sasa tutakuwa na shindano kubwa la kitaifa ambalo litakuwa na zawadi nono kwa vijana ambao watashiriki katika kutoa mawazo bunifu yenye lengo ya kutoa suluhisho ya mambo yanayokabili jamii yetu. Shindano hili tumelipa jina la Vijana Uchumi Challenge, likiwa na kauli mbiu inayosema wana wanafikiri, taifa linasonga. Ndugu waandishi wa habari, nikirejea kidogo katika kipindi cha hivi karibuni, wote tumeshuhudia dunia imeingia katika mabadiliko makubwa ya kisiasa, ya kiuchumi na ya kijamii ambayo yanasababishwa na migogoro ya kimataifa, ikiwemo vita kwa baadhi ya mataifa, na kumekuwa na ushindani mkubwa sana wa kiuchumi baina ya mataifa hayo na kasi ya mabadiliko pia ya teknolojia katika kushughulikia mambo mbalimbali. Mabadiliko haya ambayo nimeyataja yameibua mazingira mapya ya kiuchumi ya dunia ambayo yanaathiri kwa namna moja au nyingine uchumi wa mataifa mengine, hususan yale yanayoendelea ikiwemo Tanzania katika sekta mbalimbali. Katika mazingira mapya ya uchumi wa dunia, mataifa mengi yameanza kuchukua hatua madhubuti za kujenga uchumi wao ambao katika njia inaweza kuzuia na kustahimili misukosuko ya kimataifa, hasa kwa kuimarisha maeneo kama uzalishaji wa ndani, kuwekeza katika ubunifu na teknolojia, lakini pia ni kuhamasisha wananchi wake katika kushiriki kamilifu katika kutatua changamoto ambazo zinakabiliana nazo. Kwa Tanzania, hali hii inaleta umuhimu mkubwa wa kutumia kikamilifu rasilimali ya vijana ambao ni nguvu kubwa, ni nguvu kazi kubwa katika taifa letu. 55.6 ya nguvu kazi ya taifa letu ni vijana kati ya umri wa miaka 15 mpaka 35. Tunatambua kwamba vijana wana uwezo mkubwa wa ubunifu, wana uwezo mkubwa wa kuleta fikra mpya na kuleta mtazamo mpana hasa kuhusu mabadiliko ambayo yanaendelea katika dunia yetu. Kwa umuhimu mkubwa sasa, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imekuja na shindano la kitaifa kama nilivyosema linalojulikana kama Vijana Uchumi Challenge lenye kauli mbiu wana wanafikiri, taifa linasonga, ambalo shindano hili litatoa jukwaa la kitaifa kwa vijana wa Kitanzania kutoka pande zote za nchi kutoa mawazo ya ubunifu yanayotekelezeka, lakini pia yanayoakisi dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2050 na kuleta mawazo endelevu katika kulinda na kukuza uchumi wa taifa letu dhidi ya athari ya misukosuko ya kidunia ambayo inaendelea. Swali muhimu katika shindano hili ni lifuatalo: inapotokea tishio la uchumi wa dunia kushuka kutokana na misukosuko ya kimataifa ikiwemo vita, ushindani wa kiuchumi na teknolojia, ni changamoto zipi zinazoweza kuikumba Tanzania na nini kifanyike ili uchumi wa Tanzania uendelee kuimarika? Hilo ndio swali la msingi ambalo litabebwa na shindano hili. Ndugu waandishi wa habari, kwa kutambua umuhimu wa shindano hili, wizara imetenga shilingi takriban milioni 50 zitakazotolewa kwa washindi wa shindano hili, na ili kuhakikisha kuwa shindano hili linakuwa la vijana wenyewe, kwa mamlaka nilionayo kwa mujibu wa kisheria, nimeona niunde kamati ya kitaifa ya vijana itakayoanza kazi mara moja ya kusimamia, kuratibu shindano hili na kuanza hatua ya mwanzo mpaka mwisho. Pamoja na mambo mengine, kamati itajihusisha na mambo matano yafuatayo. Jambo la kwanza, kamati itaweka utaratibu wa namna ya kushiriki shindano kwa mujibu wa mwongozo ambao wizara itawakabidhi hapa leo. Lakini jambo la pili ni kuratibu mchakato mzima wa upokeaji wa mawazo ya vijana kutoka kila pande ya nchi yetu. Jambo la tatu, kamati itaongoza hamasa na kutoa elimu kwa vijana namna ya kushiriki shindano hili. Jambo la nne, kamati hii ndio itachagua timu ya majaji wabobevu watakaoamua washindi ambao watatangazwa kwa taratibu ambao utatolewa. Na jambo la tano na la mwisho, kamati hii itaratibu maandalizi yote ya shughuli za awali pamoja na shughuli za kilele cha shindano ili kutoa nafasi kwa umma kuweza kushuhudia waziwazi mawazo bunifu ya vijana wetu. Ni matumaini yangu kwamba vijana ambao wameteuliwa katika kamati hii watahakikisha shindano hili kwanza linakuwa wazi, linakuwa jumuishi na halina upendeleo wowote, ili tupate mawazo ya kukuza uchumi hasa katika kipindi hiki ambacho taifa letu na mataifa mengine yanapitia nyakati na changamoto ambazo haziwezi kutabirika. Moja ya wito mkubwa sana wa vijana katika programu zetu tumezifanya na shughuli zetu tumezifanya imekuwa ni usawa na uwazi katika mambo ambayo tunayafanya. Naomba nitoe wito kwa mara nyingine, jambo hili tumelikabidhi kwa kamati, vijana wenyewe. Dhamira yetu kama wizara na mimi kama waziri ni kuona yule anayestahili ndiye ambaye anapata ushindi katika shughuli hii.
hiyo tumeweka vigezo na utaratibu utakaohakikisha hakuna upendeleo wa aina yoyote, lakini pia hakuna mchakato utakaotoa nafasi zaidi ya mtu mmoja kuliko mtu mwingine, ili kuhakikisha kila kijana basi anafaidika kulingana na uwezo alionao. Naomba sasa hivi niwatambulishe kamati ya kitaifa ya vijana ya shindano la uchumi challenge kama ifuatavyo. Wa kwanza atakuwa ni Joseph Brighton Malekela ambaye yeye ni mwenyekiti wa kamati hii. Joseph Brighton Malekela ni kiongozi kijana mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika kuchagiza ushiriki wa vijana kwenye michakato ya maamuzi, amani, usalama na maendeleo. Ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya The African Leadership Initiative for Impact ILII. Wenzangu wana kamati hii ya vijana uchumi challenge, tunachukua fursa hii kuweza kumshukuru Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, kwa kuwa na utayari wa kufanya kazi na vijana kwa kushirikiana nao na kutupa sisi jukumu hili kubwa na la heshima sana kwetu kusimamia shindano la vijana uchumi challenge kwa mwaka 2026. Tumelipokea kwa heshima kubwa na tuwahakikishie tu kwamba vijana kwamba watarajie mambo mazuri. Tutafanya nao kazi kwa karibu, lakini zaidi sana kwa uwazi na mara kwa mara kuwapa taarifa kuhusiana na mchakato unavyoenda, ili mwisho wa siku pasiwe na yule ambaye anaachwa nyuma. Lakini zaidi sana, kwa kuwa nchi yetu ni kubwa, tutafanya kila tunachoweza kuhakikisha kwamba hata wale vijana walioko maeneo ya pembezoni tunaweza kuwafikishia taarifa, na tunaamini kwa ushirikiano wenu vyombo vya habari tunaweza kuhakikisha kwamba shindano hili linakuwa la upekee kadri inavyowezekana. Kwa ufupi tu, sisi tutajipanga kwa haraka zaidi, na niwahakikishie tu kwamba angalau wiki ijayo Jumatatu hivi asubuhi tutakuwa tuna taarifa yetu rasmi kwa ajili ya kuweza kufungua rasmi mashindano haya. Nipende kutoa shukrani za dhati kabisa kwa wizara kwa kutuamini na kututeua kwa kamati. Tunashukuru na pia nawahakikishia kwamba tutafanya kwa kuhakikisha usawa, haki itatekelezeka.